lakini hawa watu wa M23 hawatoki Kongo na si Wakongomani, wanatoka nchi jirani, wamekuja kuvamia pale kwa sababu za rasilimali. Kwa maana hiyo ni nini? Wakongo wanateswa kwa rasilimali zao. Mtazamaji wa Dar es Salaam News, sisi Dar es Salaam News kazi yetu ni kupa habari ambazo wewe uzijui, ambazo zinatokea lakini hazina uhakika. Kwetu sisi tunakupa habari za kina na kitu ambacho kinachoendelea. Leo hii tuko hapa kuongelea swala zima linaloendelea kule Kongo. Kongo kwa sasa hivi kuna vita, lakini hatuwezi kujua zaidi nini kinasababisha vita, nani anasababisha vita, kwa nini wananchi wa Kongo wanaishi kwa mashaka. Na hapa tupo na mchambuzi wa masuala ya amani na usalama katika bara la Afrika. Atatuelezea masuala mengi sana ambayo yanaendelea hasa katika nchi ya Kongo. Asante. Kama ulivyonitambulisha hapo, mimi ni mchambuzi na mtafiti wa masuala ya amani na usalama, hasa katika masuala ya ulinzi wa amani kwa maana ya peacekeeping katika bara la Afrika na hata nje ya bara la Afrika. Kwa majina naitwa Moses John Ntandu. Labda tunaomba kujua mgogoro mzima wa Kongo unasababishwa na nini? Mgogoro wa Kongo una masuala kadhaa, lakini naomba niliweke vizuri kwamba kuna watu wengi wanaamini kwamba mgogoro wa Kongo ni mgogoro wa Wakongo wenyewe kwa wenyewe, na wanaamini kwamba mgogoro wa Kongo ni mgogoro wa kikabila ndani ya Kongo. Hichi kitu si kweli na hakiko sahihi. Mgogoro wa Kongo si mgogoro wa kikabila ndani ya Kongo, wala si mgogoro wa wenyewe kwa wenyewe. Mgogoro wa Kongo ni mgogoro wa uvamizi ukijumuisha na usaliti wa baadhi ya Wakongo walioko pale baada ya kujiunga na wavamizi wanaotoka nje ya Kongo. Ndo hasa chanzo kikubwa cha mgogoro wa Kongo. Je, unafikiri katika ile ambalo linaendelea kuna nchi au kuna rais yote ambaye anahusika kuchochea mgogoro wa Kongo baina yao Wakongo na Wakongo? Hilo swali liko naomba niseme ndio, yupo na kuna nchi ipo inayofanya haya yote, lakini nachelea kusema moja kwa moja tu kwa sababu ya diplomasia ya kimataifa kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu sisi Tanzania mara nyingi tumekuwa ni nchi ambayo haifungamani na upande wowote. Tunajaribu kuangalia hilo sana, lakini tu kwa kifupi ni kwamba ni kweli kabisa kuna nchi ambayo inaisumbua Kongo, na nyuma ya hiyo nchi kuna vitu vingi sana nyuma yake ambavyo vimetengenezwa. Mfano hili jibu utakuwa nalo wewe mwenyewe.